السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tukiwa bado tuendelea katika msururu wa kumweleza yatima katika haki zake katika Uislamu, kitabu ambacho tunachokitumia ni Huququl Yatim fi Fiqh al-Islami, haki za yatima katika fiqh ya Kiislamu. Tuko katika kueleza shakhsia ya yule yatima, kwanza kuwa katika tumbo na mpaka kuzaliwa tumeeleza. Leo tutaeleza haki za yatima katika maisha yake ya uhai au maisha ya uhai wake. Tufahamisha katika vipindi hivi ni kwamba yatima ni haki yake kufanyiwa kama yule ambaye si yatima, au kile ambacho kwamba anachofanyiwa mtoto mwenye familia yake kwa ukamilifu ndio kinachotakiwa kufanyiwa yatima. Na ukimwangalia katika janibi ya hayat yake, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ameweka katika haki za uhai wa mwanadamu takaso kubwa katika nadhari al-Islam. Mwanadamu amemwekea takaso kubwa katika uhai wake kupitia dini ya Kiislamu. Hufai kupomosha hurma yake, hufai kupomosha hurma yake, wala hufai istibahatu jamahu, hufai kuhalalisha cheo chake na sifa zake ambazo kwamba yani ujitokeze tu wewe umwanze kumsimanga, uanze kufanya jambo ambalo kwamba si zuri, yani kumzulia mambo, hufai. Ndio haki ya kwanza katika miongoni mwa haki ambazo kwamba Allah amemwekea huyu atiflu, mtoto, ni kwamba aangaliwe katika maisha ya uhai wake anapochomoza katika hunu ulimwengu. Umfanyie wema, uache al-i'tida, kumfanyia i'tida, uache kumfanyia mambo ambayo kwamba yasiyostahiki, mambo yasiyokuwa mazuri, kwa sababu miongoni mwa neema ya Mwenyezi Mungu ni hii, ni haki ya kutunzwa kitoto kinapozaliwa. Miongoni mwa neema ambazo Allah Jalla Jalaluhu ameziweka kwa waja wake, moja ni kwamba huyu mtoto anapozaliwa awe ni mwenye kuangaliwa kwa angalizi zuri sana, kwa sababu usur ambazo zilizopita ilikuwa hamna maangalizi mazuri kwa watoto wanapozaliwa. Hakuna maangalizi mazuri kwa watoto wanapozaliwa. Utapata wanawaua watoto pasi na sababu. Ukiwauliza sababu kubwa, khashyat al-faqr, kwa kuogopa labda ufukara, kwa kuogopa al-ar, aibu. Sasa Uislamu ulipokuja na kuona zile tabia ambazo kwamba zipo katika ujahilia, kwamba watoto hawana haki, wauliwa kwa sababu ya fukara, wengine wauliwa kwa sababu ya kuogopa aibu, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, kama Qur'ani ilivyokuja kueleza. Ikakataza Qur'ani na Uislamu kuuliwa watoto.
na wakaweka sharia ya qisas kwa yule ambaye kwamba atakayeua. Yote katika kuhifadhiwa kiumbe kinachokuwa katika hunu ulimwengu. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu katika kutueleza namna hali zilivyokuwa katika ujahilia akasema, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Baada ya kwamba wao walikuwa wanaziua, wanawazika pasi na sababu, Mwenyezi Mungu akawekeza kaida kwamba msijaribu kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuliwa kwake illa bilhaq, illa kwa njia ambayo kwamba ya haki iliyowekwa kwamba hiki chafaa kuondoka katika ulimwengu. Ikiwa ni umezini na una mke wapigwa mawe mpaka unakwenda unakufa, umeritadi unauliwa, unapiga vita Uislamu unauliwa. Lakini pasna ya njia hizi ambazo tumezozitaja hakuna sharia ya kwamba haki mtu auliwe. Hakuna haki ya kumua mtu, hakuna. Wale ambao kwamba walikuwa wana kaida kuwaua watoto wao kwa sababu ya ufukara, Mwenyezi Mungu akawekeza, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Musiwaue watoto, musiwaue watoto kwa kuogopa ufukara. Sisi ndio tunawaruzuku nyinyi na wao, au tunawaruzuku wao na nyinyi. Uislamu harama lishanaatiha, ukaondosha ile ovu ambalo kwamba lilokuwa likifanywa watu kuwaua watoto khashyat al-faqri au khashyat al-ar. Umchukue mtoto wako enda ukamchimbie shimo muingize, kwamba huyu atakuletea aibu nyumbani, au mchukue mtoto wako mmalize, kwamba huyu akuletea ufukara, kama Mayahudi walivyokuwa wakifanya kazini. Kwa hivyo Uislamu ukaweka kaida kwamba inapothubutu uhai wa mtoto bishiklin amin, mtoto yoyote, ikiwa ni mtoto ana wazazi wake, ni mtoto aliyofiliwa na wazazi wake, kinachohitajika ni kwamba waangaliwe na wapewe malezi katika maisha yao ya uhai kwa njia ambayo kwamba inastahili. Ikiwa ni mtoto ana baba, ikiwa ni yatima ambayo kwamba faqidul abi, wote waangaliwa kwa usawa. Hakuna khashyat al-faqri wala hakuna khashyat al-ar, kwa sababu Uislamu umeharamisha mambo kama haya. Kwa hivyo moja katika ambalo lafaa kufanyiwa yatima wakati wa maisha yake ya uhai, aangaliwe kwa angalizi ambalo kwamba lilio bora. Usiwe ni mtu ambaye kwamba wa kumuondosha kwa kuwa ni mzigo umekujilia nyumbani mwako, hana mwenye kumlisha, eti mimi ndio mtamsimamia maisha ya kumlisha. Ukawa unatafuta visababu na vipengele vya kumuondosha katika uhai wake. Ni ufahamu ya kwamba Uislamu mtoto amempa cheo na amemtukuza, ambapo kwamba zamani alikuwa hana cheo kama kile na utukuzo ule. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kisha baada ya hapo Uislamu ukaja ukamthubutishia an-nasab mtoto. Baada ya kwamba yuhai amezaliwa, akamthubutishia an-nasab. An-nasab kilugha ni al-qaraba, ule ukaribu kwa yule ambaye aliyemzaa, ambao hiya al-aba'u khassa, unaotakamana na baba. Ndio mtu kiulizwa lete nasaba yako, asema mimi fulani ibn fulani. Kilugha ni apewe yule mtoto. Kiistilahi nasaba
huwa silatun al-insan biman yantami ilayhim min al-abai wal ajdad, ni ile sila ya mwanadamu ambayo kwamba inaofungamana kutoka kwa baba mpaka kwa mababu. Apewe yule mtoto aliyezaliwa katika maisha yake ya uhai, ikiwa amezaliwa. Ndio kipindi kilichopita tulieleza ya kwamba apewe jina, ikiwa baada ya wiki apewe kwa sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amefanya kwa Hasan. Ikiwa ni baada ya siku mbili kama wanazuoni wanavyoeleza kwamba apewe, ili akiwa ni mwenye kuondoka duniani kabla ya siku 7 awe ajulikaniwa aliondoka ni fulani, na kurithishwa fulani aliondoka. Kwa hivyo nasaba ni ile sila ambayo kwamba ya mwanadamu inaofungamana kutoka kwa baba mpaka kwa mababu, afaa kupewa yule mtoto. Na hali kadhalika yatima apewe nasaba yake, kwa sababu nasaba ni kitu moja katika ahmiya ya Uislamu. Ahmiya ya Uislamu, na ni moja katika neema kubwa katika Uislamu ambayo Allah jalla jalaluhu aliwaneemesha waja wake. Nasaba ndio utapata katika Al-Qur'anul Karim aya ambayo nadhani iko suratul Furqan kama sikosei. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu asema huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa siran wa kana rabbuka qadira. Ye Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kuonyesha ile thamani ya nasaba na neema kubwa ambayo aliwapa waja wake, ni pale aliposema yeye ndiye ambaye kwamba ameumba kutokamana na maji, bimaana mani, bashara, kiumbe. Kisha baada ya kumuumba faja'alahu nasaban wa sihra, akamjalia nasaba, biman yantami ilayhi min al-abai wal ajdad, wasiran, na ushemeji, wakana rabbuka qadira. Kwa hivyo aya hii ikawa inathubutisha unasaba wa mwanadamu anapozaliwa awe ni mwenye kupewa nasaba, kwa sababu ni moja katika neema kubwa ambaye Mwenyezi Mungu aliyomjalia mwanadamu. Kwa hivyo ikiwa mtoto wako ampa nasaba na yule ambaye kwamba ni yatima, faqidul abi, amezaliwa baba yake hayupo, apewe nasaba yake, fulani ibnu fulani, au fulana ibnu bintu fulani, ibnu fulani, binti fulani, kwa sababu moja katika hikma ya mtu kupewa nasaba ni humuondoshea ile aibu kwa nafsi yake. Asipopewa nasaba huenda akabandikiziwa nasaba ya zina. Huna nasaba ukabandikiziwa nasaba ya zina, kwa sababu mtoto wa zina ndiye hana nasaba, imekatika, ni mtoto wa kitanda. Na kule kumpa nasaba wathibitisha haki yake kwa yule ambaye kwamba alimzaa, miongoni mwa nafaka, miongoni mwa radhaa, miongoni mwa hadhana. Yule ambaye aliyomzaa ana wajibu amsimamie vitu kama hivi, na miongoni zake nasaba inayopatikaniwa ni kwamba alirithi. Na vile vile ule unasaba ni kitu ambacho kwamba chenye kupelekea kuhifadhi usra kutokamana na uchafu na shaka, na huhifadhi usra min al-intihaki wal-inhilal au min at-tafakkuki wal-inhilal,
kuporomoka usra, kuyumbayumba ile nasaba huhifadhi, wajulikaniwa huu ni mtoto wa fulani wa fulani wa fulani, na yule fulani baada kwamba ni mtoto wake yapelekea amwangalie kwa nafaka na radhaa na hadhana, na anapokufa arithiwe. Ndivyo ambavyo kwamba inavyoelekea kupitia nasaba. Ndio sharia ya Kiislamu ikawa inahifadhi kiumbe aitwe kwa nasaba yake, ihifadhiwe nasaba yake, asiingie katika urongo, asiingie katika muzayaf, tazif an-nasab. Ikaamrisha kuthubutishwa na kuhifadhiwa nasaba, iwe ni hakika wala isiwe ya alhawa. Utapata Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu kwa haya mantika ambayo kwamba tuliyozungumza, aliamrisha mtoto anasibishwe kwa baba yake ikiwa baba ajulikaniwa. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum. Qur'ani ikawa inatufundisha kwamba mwaite kwa majina ya mababa zao, tena baada ya kwamba kuwaita kule kwa majina ya baba zao huwa aqsatu 'inda Allah. Ikiwa hamwajui mababa zao fa ikhwanukum fi din wa mawalikum. Sasa aya hii utapata Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amewekeza nasaba kwamba ni kitu muhimu kwa mwanadamu wakati anapozaliwa, kwa sababu ya kumhifadhi na tuhuma ya zina, na kumhifadhi na raid, na kumhifadhi na kila jambo ambalo kwamba linathubutishwa kwa yule ambaye ni mwenye nasaba. Ikikosekana nasaba hukosa yale mambo ambayo kwamba ni ya kumsaidia yeye yule ambaye aliyezaliwa. Kwa hivyo ni mtoto yoyote anayezaliwa, ikiwa ni mtoto ambaye kwamba mwenye wazazi wake, au ni mtoto ambaye kwamba faqidul abi wal ummi, au ni mtoto amemkosa baba, ni lazima wale ambao kwamba wenye kusimamia malezi yake wawe ni watu ambao watakaompa nasaba yake. Kwa hivyo yatima apewe nasaba, yatima aangaliwe katika maisha ya uhai wake, asiwe ni mtu ambaye kwamba mwenye misuko, fanywa misuko ambayo itakayokuwa ni yenye kumuangusha na kumfanya mnyonge wakati atakapopatwa na misuko kama ile ya maisha katika kuzaliwa kwake. Kwa sababu Uislamu kama tulivyoonyesha, maisha ya uhai ya mtoto anavyotakaniwa kufanywa, asiuliwe, asinyongeshwe, anavyotakaniwa kupewa nasaba, kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia ud'uuhum liabaihim. Kwa hivyo haya ni ya watoto amma wa khasatan fil yatim au fil aitam, ni watoto wote wafanyiwe, lakini tunazungumzia leo kwa ukhaswa kwamba yatima ndiye tunayemzungumzia, afaa kufanyiwa haya kama vile wanavyofaa kufanyiwa wote kwa umum. Inshallah mpaka hapa tutakomea, ila tu ni ufahamu kile ambacho kwamba chafaa kufanyiwa mtoto katika maisha yake ya uhai, na baada ya kuwa hai apewe nasaba yake kwa ukamilifu, aondoke katika tuhuma ya kwamba ni mtoto wa zina, au aondoke katika tuhuma ambayo kwamba ya kukosa yale ambayo kwamba atakayopata yule mwenye nasaba ambayo ni kamili. أسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء فشكرا جزيلا والسلام عليكم والعفو منكم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.